لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu wasikilizaji na watizamaji katika vipindi vyetu vya Uislamu ni dini ya kweli, tunaendelea na kuifahamisha mazungumzo yetu ya leo. Kwanza tuliona umuhimu wa hija na tukaona vipi Mwenyezi Mungu ametuamrisha kufanya haji na namna vipi, kwa nini na vitu gani tunavyopata katika kufanya hija. Sasa kwa siku ya leo tutatizama namna ya kufanya hija. Kabla ya yote, ndugu zangu, nataka niwafahamishe ya kwamba Uislamu kama alivyoujenga Allah Jalla wa Ala, ameujenga katika njia ambayo ni ya kutengeneza na njia ni nzuri kabisa. Aliweka kila ibada, kila njia ya kumwabudu, kila jambo ambalo alimeliamrisha kwa mwanadamu ikawa kwamba ni njia ya kumwabudu yeye Mola Allah Jalla wa Ala, ni njia ya kumpekesha yeye pekee yake. Yani nakuwa ni njia ya kufanya kwa kumuonyesha na kufundisha na kukiri ya kwamba hakuna pasaye kwa kufanyiwa mambo hayo ya kuabudiwa isipokuwa Mola tu peke yake. Na ukiyatizama na kuyafanya kabisa, utayapata ni njia ambayo ya kutengeneza maisha ya mwanadamu vipi atakapoishi katika hii dunia kwa kuzipata rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ameliwekea kila jambo linakuwa lina mambo kama 4 au 3. Kila kuabudu Allah Jalla wa Ala haliwezi likapukana na mambo haya. La kwanza kabisa, shurut. Lazima kuwe na sharti zake kabla hujafanya jambo hili. Lazima iwe na sharti zake. Ukitaka kufanya jambo hili, sharti ya kwanza kuwa hivi. Ukitaka kusema hili, sharti ya kwanza kuwa hivi. Yani unakuwa na masharti ya kwanza kabla hujaingia ndani ya ibada fulani. La pili, ukiisha timiza shuruti zake za kufanya ile ibada, lazima ukiingia ndani uzifate nguzo za ibada hiyo. Hiyo ibada inakuwa lazima na nguzo zake, kwamba imesimama katika nguzo hizi. La pili au la tatu, lazima kuwa na wajibati, mambo ya lazima ndani ya ibada hiyo. Lazima kuwemo na mambo ya lazima yaweko ndani. Na la 4, lazima kuweko na sunna zake, yani mambo yenye pamba. Ibada inapambiwa na mambo fulani ambazo ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haji yenyewe kuna namna yake, mambo ya kufanya haji. Ukishajitengeneza, umeandaa safari yako, umelipa kila kitu, unaenda kufanya ibada. Ukienda kufanya ibada, kabla hujaingia ya ibada, lazima ufanye mambo haya. La kwanza kabisa, lazima uingie kwenye sehemu inaitwa miqat. Ndani ya miqati, kabla haujaingia kwenye miqati, lazima uwe na nguo zinazoitwa ihrami, nguo za ihrami. Mtu akitaka kwenda kufanya hija, kabla hajaingia kwenye hija, anakuwa na nguo, lazima anunue nguo zinaitwa ihrami, ambazo ni nguo ambazo zinavaliwa katika hija. Kuna mambo hayatakiwi kuwa nayo ndani ya hija. Haji hukubaliwi kuvaa nguo za ndani, nguo ya ndani,
haukubaliwi kuivaa. Nasema katika mwanaume sasa, hukubaliwi kuvaa kofia, inaitwa makhit. Hukubaliwi kuvaa suruali wala shati, na hukubaliwi kuvaa inaitwa nini kwa Kiswahili sijui, sleeveless. Hukubaliwi kuvaa hivyo. Yani ina maana unavaa mavazi ya hija ambayo ni hiram, inakuwa ni vishuka viwili, ni vijishuka viwili vyeupe. Unachokubaliwa kuvaa ni kama vile saa, saa, peti, ili hawaliachia. Lakini mavazi, suruali, vazi la ndani lolote la juu au la chini haukubaliwi. Sasa haya ni mambo ambayo hayakubaliwi. Sharti ni kuwa haya hayani. Sasa ni kuwa una ihram, umevaa ihram, yani unaweka zile nguo mbili. La kwanza ni shuka la kuvaa kwenye kiunoni, yani na maana unalivaa kuanzia kitofu, juu ya kitofu unafunga juu ya kitofu, na lingine unalivaa juu. Sasa ukiingia miqat ambapo ni sehemu ya kuhirimia, ni kuingia pale, unakoga kwanza, unakoga au unanawa kuoga kama vile unavyooga janaba. Ukifika pale unaoga vizuri kama unavyooga janaba. Ukimaliza unajiweka manukato, unaweka manukato labda kichwani, ndevu, lakini kwenye mwili wako, shingoni, lakini hukubaliwi kuweka manukato kwenye nguo ambazo utavaa au kwenye ihram. Manukato huyaweke kwenye ihram, la, unayaweka kwenye mwili wako, yani unukie vizuri, kwa sababu we ni mgeni mkubwa kwa mbele yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima uwe umetakasika na unanukia vizuri. Ukiwa na manukato ya kwanza kabisa yenye kunukiwa vizuri, fabiha wa neema, ndiyo vizuri zaidi. Kama hauna, unaweka manukato yoyote yale ambayo amekuwa ni mepesi kwako kuyapata, lakini vizuri uwe na manukato. Kama huna manukato, basi hakuna shida, kwa sababu hukupata, lakini jaribu uwe umepata manukato. Sasa ukimaliza pale, unanuia haji, unanuia hija. Hija ina aina tatu. Kuna hija inayoitwa hijjatul ifrad, ni hija ya kufanya kama ni hija yeye peke yake, na kuna hija inaitwa qiran. Kuna aina ya hija inayoitwa kiranu. Kuna hija ya tatu inayoitwa hijjatut tamattu, inaitwa tamattu. Hizi hija zote au namna hii hija inatofautiana katika nyingine. Tuanzie kwenye hijjatul ifrad, yani unafanya hija peke yake. Hii hija peke yake inafanyika katika mwezi wa shahrul hajj, mwezi wa hija. Inafanyika katika siku za kwanza. Ukifika pale siku unaingia pale, ukiingia mikati unanawa. Ukimaliza kunawa, unahirimia, unaweka nia, unaingia katika neno la kusema labbaika hajj, yani nimeingia au nimenuia nia ya hija peke yake. Kwa hiyo unaenda kwenye Kaaba. Ukiingia kwenye haram
ukiingia kama harem unaitizama hivi, unatizama mbele yake, umenuia pale, ndio unasema jambo hilo. Ukifikia pale unasoma aya Mwenyezi Mungu aliyosema kwamba walillahi ala nas hajjul baiti llahi liman istata'a ilayhi sabila faman kafara fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid. Kwa hiyo ukisoma hii haya hii unaleta tarbia, unaanza rabbaik allahumma rabbaik rabbaik la sharika lak rabbaik innal hamda wan ni'mata laka wal hamd la sharika lak. Unaendelea katika hii tarbia, unaelekea haram. Ukifika pale unaenda unaimelekea Hajarul Aswad, unaanza katika Hajarul Aswad. Ukifika pale una aina 3 za kufanya. Ya kwanza kabisa ni kuigusa Hajarul Aswad ukiwezekana na mkono wako wa kulia. Unaigusa na mkono wako wa kulia na unasoma dua pale la kuibusu, na ukiweza kuibusu busu, kama hukuweza usije ukang'ang'ania. Hiyo ya kwanza. Kama haiwezekani kubusu, shika na mkono wako wa kulia. Kama haikuwezekana, unaelekeza mkono wako wa kulia, kutokana na zahma ya watu ambao inakuwa na watu wengi pale. Kwa hizi aina 3 unaanzia nazo. Ukimaliza hapo unaanza kufanya tawafu ya kwanza. Unatufu kuanzia kwenye Hajarul Aswad, unazunguka. Ukirudi tena, ukifika katika hii Hajarul Aswad, inahesabika kwamba hii ni mara ya kwanza. Lakini kwa kutufu hii unakwenda una tarbia, una rabbi labbaik allahumma rabbaik rabbaik la sharika lak rabbaik labbaik la sharika lak rabbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kwa hiyo sio, haikubaliwi kufanya kwamba kuna imamu anayoelekeza, la, ni kila mmoja kufanya kivyake, kila mmoja akifanya kivyake. Kwa hiyo anafanya, ukizunguka mara ya kwanza, ukirudi, ukifika pale kwenye Hajar al-Aswad, basi umefanya hiyo ni mara ya kwanza. Unazunguka tena, inakusababu wewe ufanye mara 7, uzunguke mara 7. Kuna dua baina rukunul ayman, nguzo ya pembeni karibu na baina ya nguzo ya ayman na Hajar al-Aswad. Hapa kuna dua ambazo zinafanyika hapa tofauti. Inatakiwa mwanadamu uhifadhi hizi dua ambazo zinafanyika hapa. Hakuna njia maalumu ya mwanadamu kuifanya pale, yani iwe ni ibada maalumu yake, la, kwa sababu haya yanaelekezwa kwa sababu watu wanayafanya sana ambayo hayapatikani, hayana maelekezo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yale yanayo maelekezo lazima mwanadamu uyafuate. Naam, tunapata mapumziko kidogo, dakika 1, turudi tena. labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Na tukifika pale tumeona kwamba tutaibusu jiwe leusi kama itawezekana. Kama hiyo haiwezekani, tutagusa na mkono wetu wa kulia. Kama haiwezekani tena, tutafanya ishara kutokana na watu ambao walioko pale. Ni vizuri kuelekeza au kuendelea namna ya kuisogelea, labda uje ukapate nafasi kabla ya kumalizia tawafu,
upate nafasi na wewe uibusu hajarul aswad, jiwe leusi hilo. Kama hukubusu haina tatizo tena. Basi utakapotoka pale, hii tumeanzia katika hija peke yake. Utakapofanya hiyo tawafu alqudum kama ya kuingia haram, ukimaliza na mara 7 zako, utaelekea makamu Ibrahim. Utakwenda kusali rakaa 2 katika makamu Ibrahim. Ukifika pale unasali rakaa 2 ukielekea kabisa, ukiwa karibu na makamu Ibrahim. Kama hutoweza, sehemu ambayo yoyote utakayoipata, kama ni mbali au ni karibu, lakini ukielekea makamu Ibrahim, ukifika pale, watakhadha maqama Ibrahim musalla, usome hiyo. Kwa hiyo ufike pale ukasome sura ambazo zimeelekezwa pale za sunna, au kama hauna utasoma zingine ambazo hapa sijui kama wakati huwezi ukatuwezesha ili tupate namna ya kuzisoma, lakini basi tutazi mbele kidogo hiyo, kwa sababu mwanadamu huwezi kufanya hija bila kwanza kusoma. Sehemu kokote tutakapokwenda kujiandikisha kwa kufanya hija, tutakapokwenda hija lazima utaanza usome na ufundishwe namna ya kufanya hija. Hapa tunapitia tu na kuonyesha umuhimu wa hija. Ndio. Sasa baada ya hapo, hapo itakuwa umemaliza tawafu al-qudum. Itakuwa hapo kesho yake, siku ya 8 inaitwa yaumu talwiya. Siku ya talwiya, siku ya kwenda, watu watakwenda kulala Mina. Watu wanaelekea kwenda Mina. Watafanya mabitu min al-Mina, watalala pale Mina. Siku ya kulala Mina wanatekeleza au wanasubiri kwenda siku ya asubuhi kuelekea Arafa. Na Arafa ndiyo hija yenyewe, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih, anasema kwamba alhajju Arafa, kwamba hija ni Arafa, kusimama kisimamo cha Arafa. Kwa hiyo Mina ni siku wanaita yaumu talwiya, ndio siku hiyo utakwenda kufanya hiyo tawaf. Baada ya hapo mnaelekea kwenda kulala Mina. Kwenda kulala Mina watafika kama takriban kama saa za jioni, magharibi. Hapo watu wanakuwa tenti ziko pale, watu wanalala pale Mina. Ni vizuri Mina, watu watakao lala Mina kuyaokota mawe au kuokota tule tuchijiwe ambato tutakwenda watu watakwenda kufanya nini, kutupa ambapo watakaporudi kutoka Arafa. Kwa hiyo wanakwenda wanalala hapo Mina. Asubuhi yake baada salatu al-fajr wanaelekea kwenda Arafa kufanya haji yenyewe pale. Wanafika Arafa, kwenye Arafa wanasimama Arafa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Watu wanafanya tarbia, watu wanafanya dua, watu wanaomba Mwenyezi Mungu. Unakaa pale unaomba Mwenyezi Mungu. Pale wanasali jamu wa qasr. Wanasali swala kati ya kupunguza na kuziunga, yani salatu dhuhur na salatu al-asr. Salatu dhuhur wanasali rakaa 2 na salatu asr wanasali rakaa 2. Sasa jioni hivi jua linazama, kama karibu jao kuzama, watu wanarudi kutoka Arafa, wanakuja kulala Muzdalifa. Wanakuja hapa wanalala Muzdalifa. Sasa kwa kulala Muzdalifa, ambao wataweza wanatembea na miguu
ndio vizuri. Ambao hawawezi wanapanda vipandio vinakuwepo hapo. Watu wanakuja na mabisi na magari, lakini watu wanatembea. Sasa wanalala Muzdalifa. Kwa kulala wakilala Muzdalifa, wanatengeneza hapo, wakifika pale wanatupa mawe ya kwanza, wanaitwa Jamrul Aqaba. Wanatupa mawe ya kwanza kabisa. Sasa asubuhi yake wanaamkia, wakitoka kutupa mawe wanaelekea, kwa sababu hii inakuwa ni siku siku ya 10. Wanaelekea asubuhi, wanaelekea yaumun nahar, wanaelekea tena kwenda Mina, kwa sababu Mina baada salatu al-fajr wanaelekea Mina kwenda kuchinja. Arafa ilikuwa ni siku ya 9. Siku ya 8 ndiyo siku ya talwiya. Yaumu talwiya ni siku ya 8. Siku ya 9 ndiyo mabitu fil Arafa. Watu wanalala Arafa pale, siku ya Arafa, na wanalala hapa Muzdalifa. Wanatoka Arafa jioni, magharibi wanasali hapa Muzdalifa. Wakimaliza kujali Muzdalifa, asubuhi yake ndio wanaamkia kutoka Jamrul Aqaba, wanakwenda wanaelekea wapi? Wanaelekea Mina kwenda kuchinja. Watu wanakwenda kuchinja. Sasa kama tulivyotangulia kuelekeza, yani kufafanua mambo, kufafanua haji, ni kwamba haji inaonyesha mwenendo wa Ibrahimu alayhi salatu wassalam na Ismail, vipi walikuwa wanatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakifika Mina wanakwenda kuchinja wanyama ambao wametengenezwa juu ya kuchinja, yani siku ya kumwaga damu. Hapo kila mmoja anakuwa na mnyama wake. Kama ni mbuzi mmoja, watu 7 wanaweza wakajiunga wakanunua ngamia au ng'ombe. Watu 7 wanaweza wakachanga wakakusanya kwenye ng'ombe mmoja au kwenye ngamia mmoja. Ambao hawawezi kuungana wanaunua mbuzi au kondoo. Alimuhimu, hawa ndio hii siku ni siku ya kuchinja. Wakimaliza kuchinja asubuhi hapo, yani jua limechomoza kama saa 2 hivi, saa 1:30, watu wanachinja. Wakimaliza kuchinja pale, watu wanakaa ndani ya Mina. Mina wanakaa siku 3 baada ya siku ya kuchinja. Baada ya siku ya kuchinja, yani wanachinja siku ile waliofika ni siku ya kwanza, wanaongeza pale siku 3 ambazo zinaitwa ayamu tashriq. Sasa siku hiyo ambao watachinja kwenye Mina, wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi, wanachinja kondoo, wanamchinja ngamia. Kila mmoja wanabaki pale, wanakula kwenye nyama hizo, yani wanaishi kwenye hizo nyama wanagawa, nyama zingine wanakula. Sasa wanakaa pale Mina siku 4. Ina maana siku ya kwanza ni ile ambayo ni siku ya kuchinja, niyo siku raisi hiyo. Wanakaa pale siku zingine 3 ambazo ni ayam tashriq. Sasa hizi ayam tashriq, mwisho wake watakapokuwa wanataka kurudi tena kwenye haram, kurudi nyuma kwenye haram, wanafanya ambayo tutakuja kuyaona ndani yake kipindi kinachokuja, ili tupate kuziendelesha hizi namna kama zilivyo. Kwa hiyo haya mambo yakifanyika haya, bado hapa mwanadamu akimaliza kuchinja mnyama,
Ukimaliza kuchinja mnyama pale, unaruhusiwa hapo kufanya nini? Ukimaliza kuchinja hapo, unaruhusiwa tena, unakwenda unapunguza, unatoa nywele au unapunguza. Na kutoa nywele ndiyo vizuri zaidi, ndiyo bora zaidi. Na hata ambaye hataki hakunyoa anakubaliwa kupunguza. Kinachopunguzwa hapa na kunyolewa ni nywele tu, sio ndevu. Ndevu hunyowi kwa sababu hukubaliwi kunyoa, lakini unanyoa nywele au unapunguza nywele, kwa sababu hii ndiyo tahlili ya kwanza. Na unaweza hapo kufanya tahlili hiyo, ikimalizika unaweza hata kukata. Ulikuwa pale ya kuingia pale, ulikuwa huruhusiwi kufanya nini, kutoa chochote kwenye mwili wako mpaka uchinje. Sasa utakapochinja pale, kimaliza, ndiyo tahlili ya kwanza. Yani unakuwa una huru ya kufanya nini, umekuwa huru ya kufanya nini, kutoa nywele. Unatoa nywele na unapunguza na hapo unaruhusiwa kuvaa nguo za kawaida. Hapo anakubaliwa kuvaa nguo za kawaida, kuvaa namna anavyotaka. Sasa itakuwa hapo siku ya 3 ama siku ya 4 ambayo ni ya mwisho. Hizi siku ambazo ayam tashriki tunazosema hapa, itakuwa watu wanakwenda kufanya kinachoitwa jamarati. Jamarati ni kupiga mawe katika zile nguzo 3 ambazo wanapiga mawe kwenye jamarati. Wanapiga katika hizi siku 3 za ayam tashriq, ndio wanaamkia wanakwenda kupiga. Siku ya 3 ya mwisho, jioni yake, ndio wanatoka Mina, wanarudi tena kwenye haram. Toka kule kwenye haram, kufika kwenye haram, wanafanya tawafu al-wida. Tawafu al-wida wanakwenda kuisukuma tena kufanya nini, kufanya tawafu ya mwisho, kwamba watu wanakuwa wamemaliza manasik al-haji. Tutakuza kuendeleza kuzizungumzia zile kwa ajili ya kufundisha namna ya kufanya mambo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe, atuweke katika miongoni mwa watu ambao wanazifuata nyayo zake. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك